nimefuatilia statement iliyotolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania, na imetolewa na makamu wa rais wa baraza, baba na Askofu Nzigirwa. Nimeiona kauli ile ikiwa ina utu, ina heshima kubwa sana kwa taifa letu, na pengine ni kauli ya unyenyekevu ambayo inavitaka vyombo vya dola kuweza kubaini aliyefanya au waliofanya jambo hili. Na kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kushukuru sana Baraza la Maaskofu Tanzania kwa namna ambavyo wameweza kutoa kauli hii ambayo kwetu kama watumishi wa serikali inazidi kutupatia moyo wa kuweza kufanya kazi kwa bidii, kuwasaka kwa kushirikiana na vyombo vya dola wale wote waliofanya hivyo. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wote, na kama ambavyo jeshi la polisi likushatoa statement yake, naungana pia na kauli zote ambazo zimetokea kulaani vikali sana jambo hili. Na katika kulaani jambo hili, naomba niweke bayana ukweli kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania, na waomba waendelee kuwa na usikivu mkubwa sana, lakini pia na kwa wale wote ambao wanaonyesha mashaka kwa jeshi la polisi, naomba nao wawe na imani kubwa sana kwamba vyombo vya dola havitamuonea mtu yoyote wala havitapuuzia jambo lolote, na jambo hili litakuwa prosecuted katika hatua zote kwa mujibu wa kisheria. Na kwa yule ambaye atakuwa amefanya kosa na kubainika, Tanzania ni nchi ya kisheria. Tanzania ni nchi ambayo inafuata mlolongo wa kisheria, na kwamba kuna miongozo ya taratibu zote za utoaji wa adhabu, nyie mnafahamu, katika Penal Code. Hayo yote yameelezwa, na kwamba mtu yoyote atakayebainika atafikishwa katika vyombo vihusika ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Wale wote waliofanya mashambulio hayo, naomba ni toe rai kwamba tujenge imani kwa vyombo vya dola kwamba jambo hili litafikia mwisho na aliyefanya jambo hili atabainika. Lakini pamoja na hili, wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Ni waombe wa Tanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba tujenge imani ya Kristo na tujenge imani ya Allah kwamba jambo hili litafikia mwisho na waliofanya hivyo watabainika. Niendelee tena kutoa rai kwamba tuwe watulivu na wasikivu, na kwamba jambo hili halijafanywa kwa nia yoyote kwa nia yote ambayo mpaka sasa haijabainika. Pale itakapochunguzwa kwa kina, tutafahamu waliofanya hivyo ni akina nani, walifanya kwa mlengo gani, walikuwa wapi, nyakati hizi ni zipi, na kwa makusudi ama malengo zaidi yakiwa yanataka nini.